Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Leo ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumatano. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya kibali. Ni asubuhi nyingine tena na wakaribisha kwenye ibada hii ya Morning Glory. Karibu sana kwa ajili ya mafundisho ambayo Mungu ametupa. Tunaendelea kujifunza. Wakati una majira haya, kabla tujaenda kutafakari neno ambalo Mungu ametupa, kumbuka tunatembea na somo ambalo linasema mavazi 10 ya ulimwengu wa giza ambayo adui huwavika watu ama humvika mtu kwenye ulimwengu wa roho. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu kabla hatujaenda kuendelea mbele. Naomba tuwe tukaombe. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi leo. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya kibali. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu. Afu twende mbele za Mungu tukaombe toba. Omba toba kwa ajili yako, omba toba kwa ajili ya familia, omba toba kwa ajili ya maisha yako. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Bwana, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya kibali. Umetulinda, umetupigania usiku kucha, umekuwa mwema na mwaminifu Bwana. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo Jumatano. Tumeendelea kuona mkono wako, tumeendelea kuona wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako, umetupendelea, umetulinda Bwana. Asante kwa ajili ya malaika ulioachilia, wametulinda usiku kucha. Asubuhi ya leo Bwana, ninasegea kwako wakati na majira haya, nikiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba hata kwa ajili ya mtumishi wako huyu anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Hebu fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, nenda mbele za Mungu, omba toba. Omba toba kwa ajili yako, omba toba kwa ajili ya familia, omba toba kwa ajili ya maisha yako. Twende mbele za Mungu na mimi nataka nikakuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninaomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu Bwana anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi leo. Tunanyenyekea kwako tukiomba toba kwa ajili ya familia yake. Ninaomba toba kwa ajili ya maisha yake. Ninaomba toba hata kwa ajili ya madhabahu hii. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja anaendelea kufuatilia mafundisho haya. Damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ikanene mema asubuhi leo, ikanene mema majira haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, tufundishe, tuelekeze. Karibu tuhudumie, hudumia maisha yetu, hudumia familia zetu, hudumia nafsi zetu, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa ajili ya majira haya. Umekuwa nasi jana Bwana, tumekuona kwenye ibada hii ukisema nasi, ukitufundisha, ukituelekeza, na ni asubuhi nyingine tena tunapoendelea kujifunza neno lako, likatufae, likatujenge. Ni katika jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kutufundisha na kutuelekeza. Leo jana tulikuwa na somo ambalo tulikuwa tunatembea nalo. Kumbuka tunaendelea na mafundisho ambayo Mungu ametupa. Kumbuka tulikuwa tunatembea na somo ambalo nasema mavazi 10 ambayo adui anamvika mtu. Mavazi 10 ambayo adui anamvika mtu. Tunaposema mavazi 10 ambayo adui anamvika mtu, haya ni mavazi ambayo yapo kwenye ulimwengu wa roho. Huwa adui anawavalisha watu. Tuliangalia vazi la kwanza kama nakumbuka, vazi la aibu, lakini pia tukaangalia vazi lingine la kudhalilishwa, mara kudhalilika. Tukatazama hayo mavazi kama mnakumbuka siku ile ya jana, tukatazama lile vazi la kudhalilishwa ama la kudhalilishwa, mara kudhalilika. Tuliangalia jambo la kwanza, tuliangalia vazi la aibu, tukaangalia vile vazi la aibu ambapo adui anamvisha mtu na dalili zake. Tukaangalia na vazi lingine jana, siku ya jana, vazi la kudharauliwa. Lakini leo nataka tuende mbele za Mungu tukaangalia vazi lingine ambalo ni vazi la tatu, vazi la maombolezo, vazi la huzuni ama la maombolezo. Adui pia ana uwezo wa kubadili vazi la tatu ambalo tutaliangalia. Yako mavazi, nakwambia yako mavazi 10. Sasa hili ni moja ya vazi ambalo adui huwa anamvika mtu. Tunaposema vazi la maombolezo, nisikilize kidogo, hili ni vazi la tatu ambalo adui anamvika mtu. Nakumbuka haya mafundisho mtumishi wa Mungu, tunapofundishana, jitahidi sana kila tunapoingia kwenye maombi, na wewe omba au tenga muda wako wa kuomba. Nawaambiaga watu mahali popote ukisikia neno linasema na wewe, linakusaidia na watumishi wa Mungu tunapoachilia neno huwa linakusaidia kukupa mafunuo ili likusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vazi ambalo tunatembea nalo leo tena ni vazi lingine la tatu ambalo ni vazi la huzuni au maombolezo. Sikiliza kidogo. Katika maisha ya kiroho, sikiliza mtumishi wa Mungu, katika maisha ya kiroho kuna nyakati ambazo mtu anaweza kujikuta akiishi katika hali ya huzuni ya kudumu, maumivu ya ndani na ya moyo mzito, hata pale ambapo sababu za wazi hazionekani, lakini ndani yake amebeba mzigo mkubwa na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Hali hii inaweza kukufanya mtu akose furaha, akose nguvu ya kuendelea mbele na kuishi maisha yenye maombolezo badala ya shangwe. Mara nyingi mtu anaweza kuonekana kwa nje kawaida sana,
anaonekana ni mtu ambaye yaani kwa macho ya nyama anaonekana ni mtu ambaye yuko weak, ni mdhaifu. Kwa adui pia ana uwezo wa kuvalisha vazi la maombolezo ama la huzuni. Yaani kuna mtu muda wote amekaa tu anahuzunika, sura inaonekana imehuzunika. Ni vazi ambalo adui ana uwezo wa kuvalisha kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakuelezea huko mbele, nisikilize kidogo kabla tujaendelea huko mbele. Naweza kwa mtazamo vazi hili ambalo hivi tunasema vazi la huzuni. Nisikilize kidogo. Vazi hili linaweza kuonekana kupitia matukio ya maisha, majeraha ya moyo, kupoteza vitu muhimu, au changamoto zinazojirudia ama zinazojirudia kwenye maisha ya mtu. Yaani kwamba hili vazi linaweza likaonekana kwa nirudie tena. Vazi hili lina uwezo wa kuonekana kupitia matokeo ya maisha, majeraha ya moyo, kupoteza vitu muhimu, au changamoto zinazojirudia. Na polepole huzuni hii inaonekana kwanza kwa sehemu ya maisha ya mtu, lakini neno la Mungu linatuonyesha wazi kwamba mpango wa Mungu si kumwacha mtu katika maombolezo milele, bali kugeuza huzuni kuwa furaha. Neno la Mungu linazungumza hivi. Kusoma ile utasoma kwa muda wako ile Isaya 61 mlango ule wa 3. Isaya 61 mlango ule wa 3 utasoma kwa muda wako, utasoma kwa muda wako. Lakini pia nataka tuendelee mbele, au acha nisome kidogo. Anasema huyu Mungu huwa anawapa furaha, anawapa waliao katika Sayuni taji badala ya majivu, mafuta badala ya maombolezo, na vazi la sifa badala ya roho nzito. Ni Mungu anasema kwenye hiyo Isaya 61 mlango wa 3. Tutasoma kwa muda wako. Ukianzia ule mstari wa kwanza anasema marango yako yatakuwa wazi, yatafungwa mchana wala usiku, kwenye ile Isaya 60 kuanzia ule mstari wa kwanza. Lakini pia hiyo 61 anasema inuka uangaze, anazungumza hayo maneno. Sasa ukisoma kwa muda wako, mtumishi wa Mungu, naomba utasoma, wacha nisome kwa ajili ya faida ya wengine. Hiyo Isaya 61, Isaya 61 mlango wa 3. Neno la Mungu linasema hivi, nikasema ya kwangu. Neno la Mungu linasema hivi, hiyo Isaya 61 mlango wa 3. Anasema Roho wa Bwana juu yangu, nianze mstari wa 3. Anasema kuagizia hao walio katika Sayuni, waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa. Sasa ukiendelea uko mbele utasoma kwa muda wako. Lakini pointi ambayo nataka niseme hapa, nasema atawavisha vazi la furaha badala ya huzuni, badala ya maombolezo. Kwa kumbe Mungu ana uwezo wa kuvalisha vazi la furaha, vazi la amani, vazi la kuenjoy, sio vazi la huzuni, sio vazi la majivu. Ndiye Mungu anayezungumza hivyo. Sasa nataka nisikilize, kuna mambo matano kwa nini adui anasababisha kuona furaha, anasababisha kuondoa furaha kwa mtu ama kumvisha vazi la huzuni. Nisikilize kidogo. Kuna mambo matano kwa nini adui anasababisha kuona furaha ama shangwe ya mtu haipo kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa nini adui anasababisha hayo mavazi? Nisikilize kidogo. Jambo la kwanza, na tunajaribu kuangalia kwa nini adui anatumia hilo vazi. Yaani kwa nini adui anasababisha akuvalisha hilo vazi? Ziko sababu kama 5. Jambo la kwanza, kudhoofisha imani ya mtu kwa Mungu. Adui anapokuvalisha lile vazi la huzuni, lengo la kuvalisha lile vazi la huzuni ama maombolezo ni kudhoofisha imani kwa nani? Kwa Mungu wako. Na ndio maana utakuta mtu anapokutana na jambo fulani na hilo jambo linajirudia mara kwa mara, mwisho wa siku anaumbiwa roho ya uoga, imani inaondoka kwake. Yaani anakutana na changamoto. Kwa mfano, mtu mwingine anakuta labda nilikutana na binti moja ambaye bwana mtumishi wa Mungu, mimi mara kwanza nimechumbiwa, wakaleta posta kabisa kwenye familia, wakaja tambulisha, wakaleta barua, tukapokea mali, tumejiandaa kabisa kwa ajili ya ndoa. Mwanaume akaniacha kabisa, akaambia kwa saizi mimi siwezi kuoa tena, basi tumeahirisha, ikiwezekana mali zile baki nazo. Sasa yule binti anaambia mtumishi wa Mungu, kile kitu ambacho nilikutana nacho, kila mchumba anayekuja kwangu hofu inainuka, napata hofu, alafu hofu ikiinuka nakosa furaha, huzuni inaingia ndani yangu, huzuni ambayo siwezi kumwambia mtu. Yaani nikikumbuka yale niliyotendewa, huzuni inaingia ndani yangu. Huyu binti ana miaka kadhaa, ni mwenye umri kubwa kabisa, kwa anaangalia wachumba anakuja, lakini akikumbuka tu yale aliyotendewa, hofu inaingia ndani yake, anakosa imani. Kwa moja ambalo adui analisababisha kwa mtu, jambo la kwanza, adui anapoachilia roho ya hofu ama roho ya huzuni na maombolezo ndani ya mtu, kinachozalisha ile hofu na huzuni, kinachozalishwa ndani yake kinazalisha kuondoa imani ndani, jamani, kudhoofisha imani kwa Mungu.
Adui anajua kwamba mtu ambaye moyo wake umejaa furaha na shangwe ana nguvu ya kuishi kwa matumaini na kuendelea mbele za maisha. Kwa kuondoa furaha ya shangwe hiyo, nisikilize kidogo. Kwa kuondoa furaha na shangwe hivyo, adui anapunguza imani ya mtu na kumfanya aishi hana nguvu kuishi, ama kuto kuona mapenzi ya Mungu, kuto kuona furaha iliyoko ndani ya uokovu ama ndani ya uwepo wa Mungu. Kumbuka kwenye ulimwengu adui anapoachilia huzuni ndani ya mtu, huyu mtu anakosa ujasiri hata wa kumwamini, anakosa ujasiri hata wa kuomba, anakosa ujasiri hata wa kusimama katika imani. Kwa jambo linalosababisha adui, nimekwambia, ni kudhoofisha imani ya mtu kwa Mungu wake. Jamani, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Yuda pia, ile sura ya kwanza mstari wa 24, anasema lakini Mola wetu, wacha nisome ile kitabu cha Yuda, kitabu kile cha Yuda. Roho Mtakatifu tusaidie. Yuda sura ile ya kwanza. Yuda sura ile ngapi jamani? Ya kwanza. Ni kitabu cha Yuda ambacho ni kama kina sura moja tu, kile kitabu cha Yuda sura ile ngapi jamani? Ya kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Yuda sura ile ya kwanza. Wacha nisome ile andiko, na ukiona hivi Mungu anatamani aseme na mtu. Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi, ule mstari wa 24. Anasema hivi, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kusimamishwa mbele ya utukufu wake bila lawama, bila mawaa, katika furaha kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu Mungu pia anapoachilia furaha ndani yetu, lengo la kuachilia furaha ndani yetu ni kutaka tusijikwae. Unapokuwa ni mtu wa huzuni, una uwezo wa kutenda dhambi, una uwezo wa kukosa ujasiri hata kuomba. Huzuni inaondoa ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimesema utasoma hicho kitabu cha Ayubu, kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 24, utasoma kwa muda wako. Lakini pia jambo lingine ambalo tunaliangalia, huzuni inazaa hasira na kukata tamaa. Yaani huzuni siku zote inapokaa ndani ya mtu huzalisha hisia za kukata tamaa. Yaani huzuni inapoingia ndani ya mtu, ama adui anapokuvalisha lile vazi la huzuni, nimekwambia jambo la kwanza linadhoofisha imani kwa Mungu wetu. Jambo la pili linazalisha hisia za kukata tamaa. Mtu yote ambaye ana huzuni siku zote anakuwa na hisia za kukata tamaa. Anawaza hivi, siwezi tena, ndo basi tena, ndo nitafia hapa, siwezi tena kuolewa. Kama yule binti alikuwa anawaza siwezi tena kuolewa, itatokea tena kama yule aliyeniumiza. Hata wakija wachumba wazuri ambao Mungu aliwaandaa kwa ajili yake, wataniumiza tena, yamkini atanitesa tena. Anakuwa na hayo mawazo, anakuwa na hiyo hofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema huzalisha hisia za kukata tamaa. Yaani ile vazi la hofu ama vazi la huzuni linazalisha roho, yani ni jamani, linazalisha hisia za kukata tamaa. Adui hutumia vazi la huzuni na maombolezo kumpelekea mtu ajione maisha yake hayana tumaini na hakuna njia ya kuielezea mbele za Mungu. Ana njia nyingine ya kujielezea mbele za Mungu. Anakosa matumaini, hawezi kuomba, anakosa matumaini ya kuendelea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hali hii humfanya mtu kukosa motisha, kuacha kujaribu ndoto zake na hata kushindwa kuamini kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yake. Kwa kushughulika na huzuni hiyo, kila wakati mtu anaanza kuishi kwa uoga, kukosa matumaini, kukosa furaha, na hata pale baraka zilipokaribia. Yaani kwamba siku zote adui anapokubadilisha vazi, jambo la kwanza nimekwambia, anakuzoofisha ama anazalisha hisia za kukata tamaa ndani yako. Huyu mtu anaanza kujikatia tamaa, ndo siwezi tena. Kama uliambiwa ndo unauma ugonjwa fulani, unaanza kujikatia tamaa. Niliwaambia watu mahali fulani, watu wanakufa sio kwa sababu eti waliumwa pressure ama waliumwa kansa, ni hofu. Anza kuwaza sasa, kama naumwa kansa, kumbe kila siku utakuwa natumia dozi, kila siku utakuwa nakunywa dawa. Ile hofu ndio inasababisha mtu anakufa, anadhoofika, anakufa. Lakini huyu mtu kabla hajaambiwa zile taarifa, anakuwa na ujasiri. Kwa moja ya vitu ambavyo adui anavitumia kwenye ile vazi la hofu na kukosa furaha na maombolezo ni kusababisha huyu mtu akose imani, mwisho siku anakufa huko akiwa amekosa imani na matumaini. Jambo la tatu, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kupunguza, na hapo nimesema kudhoofisha imani na tumaini, kudhoofisha hisia, nimesema kuzalisha hisia za kukata tamaa. Nimekwambia utasoma kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Utasoma kwa muda wako. Nasema kwa maana mimi najua mipango ninayoipanga kwa ajili yenu,
asema Bwana, ni mipango ya amani, si ya kuangamiza. Na yaani kwa lugha nyingine kwamba Mungu anayetupangia mambo mazuri, anatuwazia mambo mazuri, sio kutukatia tamaa. Kwa ukilisoma ile neno linatutia nguvu kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anatupangia mambo mema, anatuaminisha kwa amini, tunamwamini kwamba ni Mungu ambaye anatupenda, anatujali, hatuwazii mabaya, hatuwazii kutukatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kwa sababu ya muda wetu, mimi naenda haraka haraka, tutasoma kwa muda wako. Jambo la tatu nimesema kupunguza uwezo wa kusherekea ushindi. Siku zote ni vazi la huzuni ama vazi la maombolezo linapunguza uwezo wa kusherekea ushindi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Linapunguza uwezo wa kusherekea ushindi. Nisikilize, adui hutumia huzuni na maombolezo kumfanya mtu ashindwe kusherekea mafanikio madogo na makubwa maishani mwake, hata pale ambapo Mungu amembariki na matokeo ni mazuri. Moyo wa mtu huyo huwa mzito hata kufurahia katika yale mafanikio madogo. Yaani kwamba siku zote mtu ambaye amevalishwa vazi la huzuni, vazi la maombolezo, hata kama Mungu alimfanyia kitu kikubwa, huyu mtu ndani yake anakuwa hana moyo wa shukrani. Kwani kwa sababu ndani yake mtu muda wote anakuwa amekunjamana, amechoka. Nimesema adui hutumia huzuni na maombolezo kumfanya mtu ashindwe kusherekea mafanikio madogo au makubwa maishani mwake, hata pale ambapo Mungu amembariki na matokeo ni mazuri. Moyo wa mtu huweza kubaki mzito, bila furaha na bila kushikilia kikamilifu ushindi huo. Hali hii humfanya mtu ashindwe kutambua baraka zilizopo na kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huonyesha shukrani. Yaani ninaposema kuonyesha shukrani ndio kinachosababisha Mungu aendelee kukupa tena. Yaani kwamba mtu anapokuwa na hili vazi la huzuni, la kukata tamaa, la kuchoka, siku zote adui anapokuvalisha hili vazi kwenye ulimwengu wa roho, adui anapokuvalisha hili vazi linasababisha ushindwe kufurahia hata yale matokeo ambayo Mungu amekupa. Kuna mtu anaweza kawa na kitu lakini mwisho wa siku anakuwa amechoka muda wote, anakata tamaa muda wote, hana furaha na kile kitu ambacho Mungu amepewa. Kwa adui anafurahia huyu mtu anapokuwa na huzuni, anapokuwa anakosa ujasiri wa kushukuru katika kile kidogo. Adui ndo anatumia mlango huo kukuzofisha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, unapomshukuru Mungu katika lile jambo dogo ambalo Mungu amekupa, unapofurahia, unaposherekea, ndio unamuomba Mungu tena kupe mlango mwingine. Sasa vazi la huzuni linapokaa ndani ya maisha ya mtu, huyu mtu anakosa furaha, anakosa amani, mwisho wa siku hawezi hata kufurahia yale mambo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 anasema msihuzunike, maana furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Kwamba hata kama ni kadogo Mungu amekupa kwenye kale kadogo, unapofurahia, unaposhangilia, ile furaha ndio nguvu zetu sisi katika imani. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, adui anapokuvalisha ile vazi la huzuni, anakuondolea furaha ya uwepo wa Mungu, anakuondolea nguvu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la ngapi jamani? Jambo la tatu. Jambo la nne, kuweka moyo wa mtu katika maumivu ya ndani. Yaani ni vazi la huzuni, vazi la maombolezo linamweka mtu, yani ninasikiliza, linamweka mtu, linamtengenezea mtu mazingira ya moyo wa uzito, moyo wa mtu kuwa na maumivu ya ndani ambayo hayaelezeki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Adui hutumia vazi la huzuni na maombolezo kumpelekea mtu katika maumivu ya ndani yasiyoonekana kwa wengine. Hali hii inamfanya mtu aishi kila siku akiwa mzito, wenye huzuni, uchovu wa moyo na upweke wa ndani, hata pale ambapo mazingira yake yameanza kubadilika. Adui anajua kuwa kiroho cha mtu kinapojawa na maumivu anakuwa dhaifu zaidi dhidi ya mashambulizi ya roho, na hivyo huendelea kudhoofika furaha na imani inaondoka ndani yake. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Adui anapokuvalisha hili vazi la huzuni na maombolezo, nimesema kuweka moyo wa mtu katika maumivu ya ndani. Siku zote mtu ambaye ana maumivu ya ndani anaweza kama amekaa tu huko dormant, amekaa yuko mpweke, hawezi kufurahia, hawezi kuenjoy. Niliwaambia watu ambao wameumizwa na watu, ambao wametendwa na watu, ambao wamefanywa vitu vya kikatili, siku zote anavalishwa hili vazi. Kwa muda wote anakaa tu anahuzunika, nitatendewa tena, anakuwa na hofu, hawezi kuomba, hawezi kufurahia. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu, hata kama watu walikufanyia vitu vya kikatili, wakakutendea mambo mabaya, roho ya hofu ikaingia ndani yako, Mungu aiondoe kwa jina la Yesu. Tunafua hilo vazi, na ni maombi yangu usiku wa leo na majira haya, asubuhi ya leo na alfajiri ya leo, Mungu akaliondoe hilo vazi
la huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Natamani asubuhi ya leo tunapoingia kwenye maombi, mwambie Mungu, kila vazi la maombolezo ndani yangu ninalivua. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Nimesema ile Zaburi ya 34 mlango wa 18 anasema Bwana ataharibu, Bwana yu karibu na wavunjikao moyo na kuwaokoa waliopondeka roho. Tumwambie Mungu akuinue tena, hata kama kuna mara ulikata tamaa, Mungu ainue imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano na la mwisho, huzuia mtu kutambua baraka za Mungu. Adui hutumia huzuni na maombolezo kumfanya mtu ashindwe kuona thamani ya baraka zilizoko kwenye maisha yake ama kwenye maisha yake. Hii inamfanya moyo wake ubaki katika kukata tamaa, kujiona maisha hayana thamani, kushindwa kushukuru kwa mema na matokeo aliyopata hata yale madogo. Ukifanya hivyo, adui anapunguza nguvu ya shukrani na furaha. Maombolezo yanakaa ndani ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba adui anapokuvalisha hili vazi, lengo la kuvalisha hili vazi ni kuzuia mtu kutambua baraka za Mungu alizoziweka ndani yake. Mtu yoyote ambaye ana vazi la huzuni, hata kama Mungu ametenda vitu vikubwa, hawezi kufurahia. Anaweza kama ameinuliwa ofisini, lakini kwa sababu amevalishwa lile vazi la huzuni, vazi la hofu, vazi la huzuni linaambatana na hofu, amevalishwa lile vazi la maombolezo. Muda wote, hata kama Mungu amemtendea makubwa, hawezi kushukuru, hawezi kufurahia, anakosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu, ukisoma ile Zaburi ya 100 mstari wa 4 anasema, ingieni katika malango yake mkishukuru, ndani ya fadhili zake kwa sifa na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja maombi ambayo nataka tukayaombe, mtumishi wa Mungu, tutakataa kila vazi ambalo umevalishwa na huzuni. Na yako mambo mengi, na kuna mambo mengine ambayo nilikuwa nataka niyataje kwa haraka. Yako kama mambo 7, mimi nayataja tu, utasoma kwa muda wako. Nilikwambia mtumishi wa Mungu, hiki ni kitabu nimekiandika kirefu, kwa siwezi kusema yote, lakini yako mengi ambayo nimeelezea. Nimesema hivi, nisikilize kidogo kwa mambo 7 ambayo adui huyafanya katika vazi la huzuni na maombolezo. Yako mambo kama 7. Kumbuka zile ni dalili ambazo nimekuelezea kwamba mtu anapokuwa ana vazi la huzuni, kuna vitu ambavyo vinatokea kwake. Nimekuelezea nikasema mtu hata kama alipewa baraka kubwa na Mungu anakosa ujasiri. Sasa haya mambo 7 nimekwambia nitayataja tu kwa haraka kwa sababu ya muda wetu. Jambo la kwanza, lile vazi la huzuni linaleta huzuni ya kudumu moyoni. Siku zote ukivalishwa lile vazi la huzuni, linakuwa lina kudumu, yani halitoki. Yani ukiona kuna jambo lilikutokea, labda uliumizwa na mtu akakuumiza, lile jeraha halifutiki. Ujue kwenye ulimwengu wa roho amekuvalisha vazi. Si kama naelewa, mtumishi wa Mungu. Yani ukiona ulitendewa jambo fulani, lakini hilo jambo kila mara, kila wakati unalikumbuka, ujue lile ni vazi kwenye ulimwengu wa roho amelitumia kukuvalisha kama vazi la huzuni. Kwa nimekwambia jambo la kwanza linaleta huzuni ya kudumu moyoni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kumfanya mtu kuishi katika kumbukumbu za maumivu ya zamani. Yaani ukiona unakumbuka, baba alinitendea hiki, baba naye kanitendea hiki, mama naye kanitendea. Ukiona una vile vitu vinakujia vya zamani vya kuumizwa, sio vya kujifariji, sio vya kupata matumaini. Yaani unakumbuka tu vile ulivyotendewa. Nizungumza na watu mbalimbali wale waliotendewa mambo ya kikatili. Lile jambo linapoendelea kukaa kwenye akili yake, kwenye ulimwengu wa roho, huyu mtu anakosa furaha, anakosa huzuni. Ni maombi yangu asubuhi ya leo na majira haya, kama kuna hiyo dalili tuikatae. Nimekwambia ukiona kuna maumivu ambayo yanajirudia, ujue ni vazi umevalishwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, namalizia haraka. Jambo la 3, kuondoa furaha na shangwe za maisha. Ukiona kuna jambo la furaha ambalo unatamani ushare, unafurahia dakika 2 3, ukikumbuka tu yale maumivu, shangwe inaondoka. Ujue hilo ni vazi kwenye ulimwengu wa roho. Adui amekuvalisha, limekung'ang'ania. Kwa maombi ya kuchomoka hapo ni kulivua, kwamba najitenga na vazi la huzuni, najitenga na vazi la maombolezo. Sitaomboleza tena, haijalishi walinitendea mabaya, haijalishi walinifanyia vitu vibaya, haijalishi walinitendea vitu vya kikatili. Hilo vazi nalivua na nalichana kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia huleta upweke na kutengana na wengine. Mtu ambaye amevalishwa vazi la huzuni, la hofu. Ninaposema la huzuni, la hofu, ni vazi ambalo la maombolezo, anakuwa yuko mpweke, yani muda wote anakaa mwenyewe, hawezi kuongea na watu, hana furaha. Kwa ukiona hizo dalili zinakuandama, mtumishi wa Mungu, kataa, jifarakanishe na hiyo roho, ondoa, kataka ndani yako, mwambie najipatanisha na watu. Kwa ukiona kuna roho fulani, ukiona mtu anajitenga, nazungumza hivi, unaweza kuwa ni mama ama ni baba. Unapoona hizi dalili kwa binti yako au kijana, ujue kavalishwa vazi la huzuni. Unaona ni mtu akukaa mwenyewe, anajifungia tu chumbani, yuko kimya, yuko huyo, kavalishwa vazi la huzuni. Kwa lazima tuombe, sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuleta upweke na kujitenga na wengine. Lakini jambo lingine pia nimesema
Jambo lingine kudhalilika, kudhalilisha, uzalisha kukata tamaa na kupoteza matumaini. Hili ni jambo lingine pia, nimesema nayataja haraka haraka. Na jambo lingine la sita, kumfanya mtu kuona maisha yake hayana thamani. Mtu aliyevalishwa vazi la maombolezo huwa anajikatia tamaa, bora nife tu. Ndio unasikia mtu anasema bora nife, amevalishwa vazi la kujikatia tamaa, vazi la maombolezo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la mwisho, natamani tuingie kwenye maombi, kuzuia moyo wa shukrani na sifa kwa Mungu wetu. Mtu ambaye amevalishwa vazi la huzuni, vazi la maombolezo, hata tukiwa kanisani, niambia niangalie vizuri, labda tunaimba labda nyimbo nzuri tu, labda pokea sifa, tunashangilia yeye mwenyewe pokea sifa, yaani ana huzuni, hata sura yenyewe hana furaha. Ukiona una furaha kwenye sura yako, upo kwenye ibada, una amani, upo mahali ambapo itakiwa ufurahie, ushangilie mbele za Bwana, hauna amani, mtu kanuna tu kajirudisha, ujue huyo kavalishwa vazi la nini? La huzuni. Natamani tuende tukaombe mbele za Mungu asubuhi ya leo, tukamsii Mungu. Ni somo refu kidogo, nimekwambia tutakuwa tunapita kwa haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuende tukaombe, tukalivue hilo vazi la huzuni. Na vazi la huzuni ukivalishwa kwenye ulimwengu wa roho, hata kama hujawaambia mtu, unasema wewe, mbona una furaha? Kila mtu anakuuliza mbona una, kumbe ni vazi la huzuni. Adui anaweza kukuvalisha hata usiku umelala, usiku anakuvalisha ni vazi la huzuni. Kila unapoenda ofisini, wewe mbona una amani? Mama niko vizuri, sio mgonjwa, si umwi. Kwa hilo ni vazi la huzuni. Natamani tuwe tukaombe, mtumishi wa Mungu, tukaombe. Naomba nipatishe maneno haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu umenipa neema, Mungu umenipa kibali, umenilinda Bwana, umekuwa mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya majira haya. Nimelisikia neno lako kwamba kumbe adui ana uwezo wa kumvalisha mtu mavazi, na moja ya vazi ambayo nimejifunza, vazi la huzuni na maombolezo. Yamkini Bwana, kwenye maisha yangu adui amenivalisha vazi la huzuni na maombolezo, na ndio maana kila anachokifanya kinaishia kupotea, kinaishia kuniangusha. Yamkini nilifanya biashara, naishia kuomboleza, nilifanya kazi, naishia kuomboleza. Kwa lugha nyingine, nakataliwa, nafukuzwa na kudhalilika kwa sababu ya sura iliyovalishwa, kwa sababu ya vazi lilovalishwa la maombolezo. Asubuhi ya leo na majira haya, ninaomba toba kwa ajili ya hilo vazi la maombolezo, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaomba toba kwa ajili ya hilo vazi la maombolezo walilolivalisha kwenye ulimwengu wa roho, vazi la kuombolezwa, vazi la kuomboleza kwenye maisha yangu. Nalivua leo kwa jina la Yesu. Kila uhalali wa hilo vazi nalichana. Haijalishi niliumizwa na watu, haijalishi walininena, haijalishi walinitenda vibaya, na haijalishi waliniumiza, lile vazi likakaa ndani yangu, nikabeba yale majeraha. Kila ninapokumbuka lile vazi linachukua nafasi, linalishikilia, linanifunga, linanifunika, ili nisionekane wa thamani, nionekane ni wa huzuni, nionekane wa kuomboleza. Asubuhi ya leo na majira haya, hilo vazi nalikataa kwa watoto wangu, vazi la huzuni la kuonekana ni wa maombolezo. Nalivua hilo vazi kwa jina la Yesu. Shetani, sikia, kuanzia sasa kila matabia ya maombolezo ndani yangu, kila matabia ya maombolezo kwenye maisha yangu, na yakataa leo, na yavua leo, na yaharibu leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Yale maumivu ya ndani yaliyokana kuleta maombolezo kwenye maisha yangu, na kataa kabisa, na yavua kabisa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya kuomboleza kwenye maisha yangu, sintaomboleza tena. Ninakataa kabisa hiyo roho, ninavua kabisa hiyo roho, ninafuta kabisa hiyo roho kwa damu ya mwana kondoo. Hebu omba, mtumishi wa Mungu, omba nami nikuombee kwa dakika chache. Tuna dakika kama 3 za kuomba. Natamani uombe, kataa hilo vazi la kuomboleza. Nimekuelezea dalili kadhaa ambazo utajua hapa nimevalishwa vazi la maombolezo. Nimekwambia ni ile roho ya kukosa furaha, unakosa huzuni, muda wote unajitenga na watu. Ukiona hiyo dalili ipo kwa mwanao, tukataa hilo vazi, tulivua kwenye ulimwengu wa roho. Tumwambie shetani, achia mwanangu, hilo vazi la huzuni nalivua. Toe tukaombe, na mimi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninamleta mama huyo Bwana, ambaye adui amemvalisha vazi la maombolezo. Kuanzia sasa hilo vazi nalivua, nalichana kabisa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Nalivua hilo vazi, nalichana hilo vazi, nalifuta kabisa kwenye ulimwengu wa roho. Hilo vazi nalifuta kwa damu ya mwana kondoo. Navua hilo vazi kwa jina la Yesu Kristo. Namwombea mama huyu, hilo vazi alilovalishwa, vazi la maombolezo. Namwombea baba huyu, hilo vazi alilovalishwa, vazi la maombolezo. Nalivua kwa jina la Yesu. Achia maisha mama huyu, achia maisha binti huyu, hilo vazi alilovalishwa la kuonekana ni wa huzuni, la kuonekana ni wa huzuni, hata kama alifanywa vitu vya katili, hata kama alitendewa vitu vya katili, akavalishwa na vazi
la matabia ya kuogopa, matabia ya hofu, ninakataa. Achia maisha binti huyu, achia maisha yake, achia maisha baba huyu, achia maisha mama huyu, achia maisha kijana huyu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Natamka upako wa kuinuka tena. Hilo vazi nalichana, hilo vazi nalivua, hilo vazi naliondoa. Natamka ujasiri, natamka tabasamu ya rohoni, akainuke tena. Shetani, hilo vazi nalivua, back to sender. Tunarudisha, hebu rudisha hilo vazi kwa dakika chache. Rudisha kwa waliokutumia hilo vazi, waambie narudishia wenyewe. Walionivalisha hilo vazi la huzuni, na warudishia wenyewe. Sintahuzunika tena, sintaonekana tena hofu, sitaogopa tena, kwa jina la Yesu. Nalivua hilo vazi, nalivua hilo vazi, nalifuta kabisa kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatamka baraka juu ya mama huyu. Bwana, mkumbuke binti huyu pale ambapo alikuwa anaonekana ni wa huzuni, kamuinue tena, akainuke tena sawa sawa na neno lako. Wewe ni Mungu uliyesema kwenye Mika 7 mlango ule wa 8, umesema usifurahi adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Natamka upako wa kuinuliwa, nenda kainuke tena, nenda kaangaze tena. Hata kama walikuwa wanaona ni wa huzuni, wakuona kufurahia, wakuona ukiinuliwa, wakuona ukibarikiwa. Haijalishi walikutenda, wako watu waliokutenda vibaya, iwe walikutelekeza, iwe walikuacha, iwe walikusaliti, wakasema ndo amekufa huyu, ataendelea kuhuzunika mpaka afe. Ninakataa roho kwa jina la Yesu. Navua hiyo roho ya huzuni ndani ya binti huyu aliyetendewa mambo makatili. Ninayefuta hayo mambo aliyotendewa kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti hai. Pokea neema ya kuangaza na kuinuka. Waliokuona umekufa wakaona ukiinuliwa tena, pokea hiyo neema. Sio kama unanielewa? Pokea hiyo neema. Natamka upako wa kuinuka tena, natamka upako wa kukubarika, natamka upako wa kuthaminiwa na kuheshimika katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini na kushukuru pia, ni katika jina la Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Kesho tena tunaendelea siku ya Alhamisi, na wakaribisha tena watumishi wa Mungu sasa kuendelea kupatia mafundisho yetu kwenye YouTube channel ambayo imeandikwa Prayer Team. Usiache kuendelea kufuatilia, share ujumbe una mtu wa karibu ambaye unamuona amekaa dormant, amekaa na huzuni, omba share naye ujumbe huu. Na wewe ambao unahitaji maombi binafsi, unaona kabisa kwako ndani yako unajikuta una huzuni, muda wote unahuzunika kwa sababu nitendewa mambo ya kikatili. Wako wengine wa mama walisalitiwa na waume zao, muda wote anahuzunika, amekaa muda wa huzuni. Hiyo ni roho. Kwa hiyo Mungu wa roho, adui anaweza kupanda hiyo roho. Wengine ni wababa walifanyia vitu vya kikatili hivyo. Kwa hiyo usiache kuomba, ama na changamoto kama hiyo, nipigie simu, tutaomba na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Uwe na usiku mwema. Lakini pia wale ambao mnasukuma kuachilia sadaka, namba za simu ziko hapo, na Mungu awatunze na Mungu akubariki, abariki na sadaka yako. Acha niombe. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru kwa ajili ya wale ambao wanaachilia sadaka zao kwenye ibada hii ya Morning Glory. Ukawabariki, ukawakumbuke, kaonekanikie katika kila engo ya maisha yao. Wako waliotolewa sadaka kwenye miungu ya kifamilia ili washindwe kuinuka, wakataliwe, wadharaulike. Sadaka hii Mungu ikawatetee na kuwapigania. Ni katika jina la Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Uwe na siku njema.